Profesa, JKT akiwa katika uwanja wake wa nyumbani kule Mbweni, uwanja wa General Meja Isamuhyo, akiwa anacheza na mnyama Simba hapa, na mechi hii imeonekana ikiwa ina ugumu kwa aina fulani. Umeweza kwanza kupata nafasi ya kuweza kutazama mchezo? Bwana, nafasi ninamshukuru Mwenyezi Mungu, nafasi nimeweza kuipata na mchezo nimeutazama. Tambua kwamba JKT kwenye uwanja wa Mbweni mara nyingi sana pale huwa hatoki mtu salama. Lakini leo ninampongeza tu Simba kwa kuweza kutoka na alama 3 kwenye uwanja ule wa Mbweni. Lakini yote kwa yote tumetazama kasi ya mchezo kati ya Simba na JKT. Mchezo ulikuwa ni wa kasi na mchezo ulikuwa wa kusaka pointi 3. JKT wamecheza mchezo kwa 45%, lakini Simba kachukua 55%. Umeona mchezo ulivyokuwa umechezeka, kikosi cha Simba kimeingia kile ambacho huwa kinakuwa nje, lakini baadaye Fadlu Davis ameweza kuchange baadhi ya namba, baadhi ya wachezaji wameweza kutia nguvu na kuweza kupatikanika kwa goli. Kwa hiyo yote kwa yote nafikiri Simba tukaweza kuchukua nafasi yake siku ya leo, ingawa mpira kwake ameshinda, lakini goli moja wone kama ni ushindi mdogo au kikubwa ni pointi 3, kwa sababu ni kwa Simba sasa hivi wanachohitaji wao ni pointi 3. Ingawa kwamba Simba mpaka sasa hivi tunazungumza mida hii baada ya kutamatika kwa mchezo huu, Simba ameshakuwa bingwa wa ligi ya hii Tanzania bara ambayo ni NBC. Ndio. Ameshakuwa tayari bingwa. Umesema kutokana na bingwa ni kwa sababu ya Africans kutoa barua kwamba wataki na mchezo marudiano, ni kwamba pointi wakipokonywa basi Simba ndio atakuwa bali bingwa. Ndio maana umesema moja kwa moja. Yaani kitendo tu cha Young Africans kuandika barua na kutoa taarifa kwa umma na imethibitishwa. Sawa, hata ukisoma hapo ili wa Tanzania wote kiujumla waweze kuona hiki ambacho kimetokea kwenye nchi yetu hii ya Tanzania kuhusu Young Africans. Wametoa ripoti rasmi na wamesema kwamba sisi kauli yetu na msimamo wetu utakuwa ni ule kwamba hatutoingiza kikosi uwanjani mpaka tupate haki yetu ya msingi. Kwa nini dabi iliahirishwa? Kwa hiyo ninasema Simba ameshakuwa bingwa mpaka leo tunazungumza hapa, kwa sababu nikitazama Young Africans hata kama akimaliza michezo yake atakuwa na pointi 70. Atakuwa na pointi 70. Ndio. Umeelewa? Atakuwa na pointi 79. Ndio. Young Africans akimaliza michezo yake yote atakuwa na pointi 76. Umeelewa? Itabaki mechi moja ya dabi iwe pointi 79. Endapo akishinda Simba kwenye mechi ya dabi, ingechezwa mechi ya dabi, angekuwa na pointi 79, ambayo Young Africa Simba akishinda mechi zote hizi 7, ina maana yeye angekuwa na pointi 78. Wangetoa sare kati Yanga na Simba endapo ingechezeka dabi, tayari ina maana Young Africans angekuwa na pointi 80, alafu Simba angekuwa na pointi 79. Kwa hiyo bado ingekuwa mgogoro mzito. Kwa hiyo sasa Young Africans walipoandika ile barua kwamba wao tena hawatoshiriki mchezo wa dabi, wamesimama na msimamo wao pale pale. Tafsiri yake ni nini? Young Africans wamepiga hesabu zao kwamba sisi tukigoma kucheza huu mchezo, tukiendelea na msimamo wetu, tafsiri yake tutakatwa pointi ngapi? Pointi 15. Ambazo pointi 15 ukitazama msimamo wa klabu ya Azam iko nafasi ya 3. Sawa. Young Africans wakishinda mechi zote hizi 3 ambazo zimebaki, ina maana hata kama akikatwa pointi 15, Azam hataweza kumpita nani? Young Africans. Atabaki nafasi ile ya 3 kama Azam. Tafsiri yake kwamba Yanga kashakubali kushika nafasi ya 2 na mwakani kushiriki kwenye klabu bingwa barani Afrika. Ni kwamba kirahisi Yanga atakubali, yani
sawa wameweka mgomo huu wa kutokubali dabi kurudiwa. Ikifikia katika ile hatua ya kukatwa alama 15, unahisi kwamba itakuwa ni rahisi hivyo? Ujue Wasamaria ni TV bora sana ambayo watu wengi wanaifuatilia na kutaka kujua hali halisi ya michezo inavyoendelea hapa Tanzania na nchi. Kwa hiyo mwandishi, unapoongea na Profesa Mandela, hakikisha kwamba unaongea kwenye misingi bora na kuweza kutoa au kuuliza swali ambalo litakalowagusa Watanzania wote kiujumla. Sawa? Mimi binafsi kama Profesa Mandela nazungumzia kitu ambacho kipo. Young Africans kutokushiriki au kutokucheza dabi kwa sasa hivi ndiyo msimamo wao ndiyo msimamo wao wa kweli. Tafsiri yake ni nini? Young Africans akicheza dabi, akitengua sasa ile kauli yako kwamba hatuchezi, tayari watakuwa watakuwa wanaendelea kufuga madudu kwa viongozi ambao wanasimamia kwenye mamlaka ya michezo hapa Tanzania. Inabidi sasa wao, ili waweze kutengeneza nguvu na msimamo bora, ili kuwafanya viongozi wetu sasa wawe perfect siku nyingine, ni lazima Young Africans wajitoe kafara kwa kuingiza kikosi. Yes, yani waendelea kusimamia msimamo wao. Tafsiri yake ni nini? Simba walijitoa mchezoni, yani walijitoa kwenye hii kesi. Sawa, wao walijitoa. Baada ya kujitoa, swali ambalo waliulizwa, sawa, kwamba kwa nini hamkuweza kushiriki au kuingia kwenye mchezo wa tarehe 8 Machi, wao kauli yao walitusema kwamba sisi tulishindwa kuingia kwenye mchezo baada ya kuona bodi ya ligi kuahirisha mchezo. Tafsiri yake sasa, jumba bovu sasa limewaangukia nani? Bodi ya ligi. Na ndio maana Young Africans walivyoona bodi ya ligi kuna mambo magumu, ilibidi wakati rufaa waende TFF. Sawa? Lakini baada ya Young Africans wakasema sisi tunawashtaki bodi ya ligi, hatuna imani nao, kutokana kwamba na wao ndio wameahirisha mchezo kinyume na taratibu na sheria ya katiba yetu ambayo inasimamia idara ya michezo. Kwa hiyo sasa, binafsi Young Africans wana mgogoro na bodi ya ligi. Young Africans wanataka viongozi wa bodi ya ligi waadhibishwe, sawa, au Young Africans wapate haki yao. Yes, tambua Betha, siku ya Machi tarehe 8 hiyo, Machi tarehe 8, kuna watu wengi waliinvest siku hiyo. Tambua kuna makampuni, kwa mfano tumeona Sportbet, ndio wale ni kampuni ambayo ina kwa siku hiyo inategemea kwamba watu waone waingize, wale watu waingize kipato kupitia Sportbet, umeelewa? Lakini kuna makampuni CRDB Bank waliinvest, walishatoa advance, sawa, kwa watu ambao wanaenda pale kama mawakala. Lakini tumeona pia kuna wale ambao wanauza vyakula, wakina mama, ulikuwa mfungo wa Ramadhani, walikopa nyama kwenye mabucha, umeelewa, wamepika. Lakini tambua tayari serikali pia nayo ilishaingiza mpango mkakati wa kuweza kuingiza kipato, umeelewa? Kwa hiyo kuna pesa nyingi, achana hizi za tiketi za wadau wametoka mikoani kwa ajili ya kuja kuangalia game ya dabi, sawa. Sasa bodi ya ligi wao waliamua tu, wamekaa ndani wanatangaza kwamba dabi imeahirishwa, itapangwa siku nyingine. Ina maana hawakutazama hizo hasara za makampuni yote ya mabenki, watu binafsi walishiriki kupika vyakula, walichinja ng'ombe mzima kwa ajili ya kwenda kufanya pale biashara. Lakini kuna wasanii walienda pale kudumbukiza, tayari walishapokea nini? Advance. Je, hizo fedha zote zitalipwaje au zitarudishwa na nani? Profesa, tuishie hapa katika masuala ya dabi. Sasa hivi kumekuwa na hasa waamuzi. Changamoto ya sasa hivi ni waamuzi. Ni kama vile ukiwa unatazama mechi, mwamuzi anakuwa yuko upande mmoja, mwamuzi anakuwa anabeba timu fulani. Shida Betha ya waamuzi wetu wa Kitanzania,
waamuzi wa Kitanzania wamevaa kofia mbili tofauti. Wana kofia ya umaskini na wengine wana kofia ya utajiri. Maana yake ni nini? Yule refarii mwenye kofia ya umaskini yuko razi aendelee kuwa maskini apate kile kidogo ambacho kitakachofanya ligi yake iweze kuwa nafasi bora. Umeelewa? Lakini yule mwenye kofia ya utajiri analazimisha kupata kiasi ambacho kitakachomsaidia safari hii, lakini yuko tayari kuifanya ligi yake ifanyaje iweze kudidimia chini. Kwa hiyo marefari wa Tanzania hawatopata nafasi ya kwenda kuchezesha mpira kimataifa hata siku moja. Lakini katika waamuzi hao tunamwona mwamuzi Alajiga amekuwa akifanya vizuri. Alajiga nafikiri anafanya vizuri sana. Na ndo hao wenye kofia ya umaskini. Hao ambao wana kofia ya utajiri, hao ndo wenye shida, na ndo hao. Na ndo maana mimi jana nilitoa pendekezo. Sawa, wenye mamlaka ya kusimamia mpira wa miguu hapa Tanzania, TFF, Rais Wallace Karia, mimi nilisema kwamba endapo tukilifumbia macho swala hili la marefari, siku nyingine mtasababisha vifo vya refari mmoja wapo hapa Tanzania. Nilisema jana. Lakini huyu refari ambaye kachezesha mchezo kati ya Mashujaa na Simba uwanja wa KMC, huyu anastahili kushtakiwa na kusomewa mashtaka. Umeelewa? Na ikibidi anyongwe ili aoneshe, yani iwe mfano kwa marefari wengine, apewe adhabu ya kunyongwa au apewe hata kesi ya uhaini basi, kwa sababu alichokione, mimi lazima niwe mkweli, alichokionesha ile siku ya Mashujaa Betha, hata mtoto mdogo mwenye miaka wa umri sijui miaka 6 ule mpira wa juzi ni mpira wa kishamba kabisa ambao Simba wametia, yani wamejidhalilisha, wametembea uchi